si mchezo kwa maana ya waamuzi. Story hapa sasa ni mchezo umetamatika, nini kinafuata? Tunachofuata ni msimu unaofuata, sio story za waamuzi, si ndio? Kwa hiyo kwa kifupi tuseme tu kwamba tumefurahishwa na namna ambavyo wameperform, na ni matumaini yetu wadau mbalimbali wamejifunza vitu vingi kwenye mchezo wa leo. Alipopanda amezungumza kwamba ulikuwa ni msimu bora kabisa. Bila shaka kuna kitu cha kujifunza kwenye msimu huu kwa yale yote ambayo yametokea. Watu wengine wanawezekana wasiamini kama ulichosema kwamba ni Karim Beimanda ilikuwa kama ambavyo unazungumza. Unaweza kusema ni msimu ambao ulikuwa na changamoto nyingi sana. Haukuwa msimu wenye changamoto nyingi, ila ulikuwa ni msimu ambao tumekutana na vitu vipya vingi. Kwa hiyo hatuwezi kuziita changamoto nyingi. Inawezekana msimu uliopita ulikuwa na changamoto nyingi kuliko huu, ila tu kwa sababu maoni yanatofautiana. Inawezekana mtu mwingine akaona zilikuwa changamoto nyingi msimu huu kuliko msimu uliopita. Kwa sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tunachoweza kusema ni kwamba ni msimu ambao ulikuwa na vitu vipya vingi, tumejifunza mambo mengi, tumepata experience bora ambayo itatusaidia kwenda kupata msimu bora zaidi kwa 2025-2026. Hii ni dabi ya 5 kwa ubora barani Afrika, na tumeona dabi hii ambayo haikujaza uwanja. Ina picha gani ambayo tumejifunza kama ligi yetu, na inaweza kutupeleka katika level gani, kwa sababu dabi zote nataka zijaze uwanja nzio na vibe. Hakuna sheria inayosema kila dabi lazima ijaze uwanja. Kwa hiyo leo kujaza uwanja, dabi imepigwa, burudani imeonekana uwanjani, bungi limepigwa na watu wameenjoy na bingwa amepatikana. Karim, tueleze namna ambavyo vikao vilikuwa vikiendelea, pressure, dabi ya kwanza imeahirishwa, dabi ya pili imeahirishwa, tena dabi ya tatu imechezwa. Namna bodi ya ligi kwa namna usiku na mtamko kuhakikisha kwamba lazima mchezo uchezwe. Kazi ya mpira ni kazi ya pressure. Popote pale, hata wachezaji pale uwanjani muda wote ni pressure, kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, makocha halikadhalika. Hata sisi tunafanya shughuli za kiuongozi, tu pressure ndio kazi ya mpira. Mpira wenyewe ni mchezo wa pressure. Kwa hiyo vikao, majadiliano, mwisho wa siku lengo lake lilikuwa msimu utamatike, na umetamatika. Sasa hizi hapa uone habitaa zimezimwa, imebaki hata moja tu kuashiria msimu umeisha. Tusiwategemea, tumeona wameshuka, tuliwategemea wanaenda kucheza playoff, na wengine tuliwategemea wameshindwa kushika nafasi zao. Ndio ligi, ukisikia ubora wa ligi, ukisikia ugumu wa ligi, kwanza usiyemtarajia unakuta ameshuka. Cha pili, mpaka siku ya mwisho kabisa watu wanataka kuondoka, bingwa hajulikani. Hiyo ndio ligi. Tukitoka hapa tunatumia muda mwingi kusema ligi yetu dhaifu. Ningekupigia simu saa 11 ya leo kukuuliza bingwa nani ungemtaja? Tunakuja kumjua giza limeshaingia. Kwa hiyo ndio ligi. Ligi ni bora, na sisi wa Tanzania tuna tabia tu ya kutokubali sana vitu vyetu. Inawezekana baadhi yetu sio watu wa kukubali sana vitu vyetu, lakini kiuhalisia ligi hii kwa wenzetu ambao wako huko nje wanaitangaza kama moja ya ligi bora. Wachezaji bora wanatamani kusajiliwa na klabu zilizoko hapa Tanzania. Hiki kinachoendelea, vibe ya mashabiki wa ligi kuu ya NBC linawavutia wachezaji wengi mno, na nikwambie, nikupe siri moja, viongozi wa klabu zetu sasa hivi hawateseki kupata saini za wachezaji bora hapa barani Afrika. Kokote wanakoenda wakisema sisi tunatoka Tanzania, tunacheza ligi kuu ya Tanzania, ligi kuu ya NBC, kupata saini ya mchezaji ni mpunga wako tu. Zamani ilikuwa ngumu, unaweza kuwa na fedha lakini mchezaji akachagua kwenda nchi nyingine kwa sababu tu haoni kwamba kwa kucheza Tanzania kuna future mbele yake. Lakini sasa hivi tunazungumzia msimu haujaisha, tayari kuna wachezaji tumeona wameondoka. Kuna wachezaji wameondoka Tanzania kwenda kusajiliwa na timu zingine kabla msimu haujaisha. Kwa hiyo ni ishara kwamba tumekuwa na msimu bora sana. Karim, tutarajie sasa muendelezo wa kutumia waamuzi kutoka nje baada ya leo? Tulisema tukio maalum litakuwa na vitu vingi maalum na mmeviona. Kwa hiyo yanayokuja tutaya communicate baadaye, ila kwa sasa hivi tumeenjoy jamani, vitu maalum ndio kubwa. Bila shaka wadau wa mashabiki wa NBC wana deni kubwa juu yenu, kwa maana kitumalizika wanatarajia makubwa kwenye msimu unaofuata, na muda ni mchache kuelekea kwenye msimu mpya. Mimi nakuzungumza lazima msimu bora, msimu unaokuja lazima bora. Tumejifunza vitu vingi msimu huu, tumejifunza vitu vingi msimu uliopita. Kwa hiyo matarajio yao wadau wa ligi kuu ya NBC yabakie hapo, ikiwezekana wayaongeze. Tunachokwenda sasa hivi kufanya ni kupumzika, kusubiri kuanza maandalizi ya msimu unaofuata, na tuna hakika kwa 100% tutakuwa na msimu bora zaidi ya huu ambao umetamatika leo. Karimu, kwamba bado kuna vidonda ambavyo vimebakizwa mara baada ya mvutano mkubwa wa dabi ya Kariakoo,
na ilivyokuwa imeisha kama ni taarifa tu kwamba dabi itaenda kuchezwa, lakini hakuna solution yoyote ambayo imezungumzwa. Kuna namna ambavyo tutegemee bodi ya ligi inaenda kutengeneza pengine suluhisho juu ya hivi vitu ambavyo vimetokea kwenye dabi. Hakuna kidonda wala mchubuko, hakuna kidonda wala mchubuko, na hakuna taharuki yoyote, na kila kitu kimekamilika. Changamoto tunazozitaja kwamba ni changamoto ni zile ambazo zimetufanya leo hii tucheze mchezo wa mwisho na kombe limekabidhiwa. Kwa hiyo hatuna chochote ambacho tunakiita changamoto wala mkwaruzo wala mchubuko wala kidonda. Ligi imeisha wazee.